Tupo katika wiki ya huduma kwa wateja. Tunasherehekea huduma kwa wateja. Tumeanza tarehe 6, lakini sisi hapa tunaizindua leo officially. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, ametuwezesha leo kuwa mahali hapa. Lakini pili, pokeeni salamu kutoka kwa kamishna mkuu. Anawapenda sana, kasema wateja nyinyi ndiye mabosi zetu. Kasema kauli mbiu ya wiki hii ni, kuna mtu anaifahamu hapo? Atusaidie. Kuna zawadi hapo. Kumbuka leo tuko siku ya 4, tunaimalizia wiki. Anayejua kauli mbiu kuna zawadi yake hapo? Hamna? Kwa zawadi rudi nayo. Kauli mbiu yetu inasema huduma bora ni haki yako na ni nguzo yetu. Huduma bora ni haki yako na ni nguzo yetu. Hiyo ndio kauli mbiu yetu na ndio tunayoishi nayo. Lakini pia katika wiki hii tunachukua saa huu kuwashukuru. Ninyi mmekuwa ni watu mnaosababisha sisi tuendelee kuwepo. Ninyi ni watu mnaosababisha sisi tuendelee kuvuka malengo. Ninyi ni watu tunaosababisha nchi inaenda, kwa maana bila kodi hakuna kinachofanyika. Lakini pia sisi commitment yetu kwenu ni kuboresha huduma. Tutaboresha huduma kwa kurahisisha mifumo ya kodi, kwa kurahisisha sheria za kodi ziweze kutekelezeka kwa urahisi. Ndio maana huwa tunapokea maoni yenu, na kwa maboresho hayo mpaka leo tunajivunia vitu mbalimbali. Kwa mfano, tunatoa control number kwa mwaka mzima. Ukija ukafanya makadirio mwezi wa 3, unaondoka na control number yako. Ikifika muda wa kulipa, upo kijijini, upo shambani, unachukua karatasi yako unalipa. Kweli si kweli? Kweli. Lakini sio hivyo tu. Kuna tume za kuwasikiliza walipa kodi na kupokea maoni yao kwa ajili ya maboresho. Hii tume ipo, inakutana na wafanyabiashara, inapokea maoni yao. Yote ni katika kuimprove huduma zetu. Kwa hiyo sisi tumejiweka na tunawaahidi kuboresha huduma ziwe za kiwango. Unapokuja katika ofisi zetu, upokee kile ambacho ni zaidi ya mategemeo yako. Kwa pamoja, hii pia ni salamu yetu ya moja kwa moja ya TRA. Sasa na wale wengine wanaosema sisi tunasema pamoja tunajenga taifa letu. Safi sana. Tumewaalika ninyi ikiwa ni sehemu ya wateja wetu. Kuna wateja wengi sana, lakini ninyi mmekuwa kama sehemu, mmewakilisha wale walio wengi. Mmewakilisha wale walio wengi kwa biashara zao. Tunaomba mwafikishie salamu zetu kwamba tunawapenda sana. Tupo tayari kuwahudumia usiku na mchana kwa nguvu zetu zote. Pale kutakapokuwa na issue yoyote, wasisite kuwasiliana na sisi, kwani sisi jukumu letu ni kuwasaidia na kutatua changamoto zinazowakabili. Niushukuru na muona kiongozi wa wafanyabiashara, huyo wafanyabiashara mzee wangu Mahela pale. Namuona viongozi upande wa JEI, ile CCIA, Stadala, karibuni sana. Na ningependa basi kuchukua wasaa huu kuwakaribisha nao pia waseme machache. Maana najua wana mengi, lakini kupitia wao watatuletea salamu kidogo za wafanyabiashara wanaowakilisha. Lakini pia kabla sijamaliza, nilete salamu za meneja wa mkoa nje kwa safari. Kasema na wasalimu sana,
kasema spidi tulionayo tuendelee nayo, kwani kama sisi hapa TRA Katavi upande wa makusanyo tunafanya vizuri, na wanaowezesha kufanya vizuri ni ninyi wateja wetu walipa kodi. Kwa hilo naomba nipongeze. Mimi mwenyewe kwanza nikushukuru. Sikutegemea tangu jana nasumbuliwa na Benward. Bwana kikao usiku ni mwaliko watalewa asubuhi. Sasa tunakuja hapa mwenye ambaye ananialika hayupo, kumbe alikuwa safari. Awali yote nishukuru sana. Pia niwashukuru wafanyakazi wote wa TRA. Yale matatizo ambayo tulikuwa tunayapata mimi na ndugu yangu Mahela, sasa hivi kwa kweli yamepungua. Mnatusikiliza, mnatuhudumia, mna kauli nzuri, na bado ni wasii. Jamani, ndio sisi ni wenyeji wafanya biashara. Tunapata mengi sana wafanya biashara. Sasa hivi kwa awamu hii ambayo tunaongea, kwa kweli hatupati zaidi ya sifa kutoka kwenu kwa kazi mnayofanya. Naomba huo uendelee. Kwa nini natosema hivi? Nyinyi bila sisi hamtafanya kazi. Leo tukisema bwana wafanya biashara, mimi na ndugu yangu Mahela bwana tugombe wote, nyinyi hapa mtaanza kuulizwa kwa nini wafanya biashara wamegoma. Kwa hiyo hatuombi hayo yatokee. Kauli nzuri, undugu, urafiki uendelee. Na sisi ndio ambao mwaka jana tumevuka lengo. Nadhani mlivuka lengo mpaka meneja kapelekewa Dubai, nikamwambia meneja kwenye ndege ukupata shida, unaona? Yote ni kazi ya wafanya biashara. Na sasa hivi tunapoelekea, nadhani nyinyi mnatembea wafanya biashara day by day, siku hadi siku, maduka yanafunguliwa mengi. Kwa hiyo nadhani hata mwaka huu tutavuka lengo. Ila niombe zile harassment, hebu kidogo tuangalie pia, sawa? Hakuna duniani mtu ambaye ana makosa, labda Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusaidiane, mwasikilize wafanya biashara na sisi tutawasikilizeni. Mara tumekwama, mtu usaidie. Kwa lazima sisi wafanya biashara usije mkafikiria kwamba tuko sahihi, hamna. Kuna mara tunaweza kukosea tukapitia njia. Mtu usaidie, tushirikiane. Mimi pia niwapongeze kwa kazi. Na wapongeza kwa kazi kwa sababu sisi wenye viti kama nilivyosema tulikuwa na kazi kubwa sana. Na mengi ya malalamiko yanaishia huko kwenye ofisi zetu. Na tungesema tuyalete hapa yote. Kwa kweli sidhani kama mngekuwa mnafanya kazi kwa baada ya vifua vya wafanyabiashara, mnajua mtu hajui sawa sawa, lakini akija hapa kifua kimejaa. Kwa kazi yetu kwanza ni kuwatuliza kule na kuwapa utaratibu. Na nishukuru TRA pamoja na serikali kwa ujumla. Pengine kupungua huku ni kwa sababu ya hicho tulichokianzisha hapa. Kwa kweli hili dawati kama litafanya kazi vizuri, tutakuwa tunakutana hapa si kwa kulaumiana bali kwa kupongezana. Mambo ya misukosuko na nyewe wenyewe ni mashahidi. Sasa hivi migomo naona kama kama sio kwisha imepungua. Ni kwa sababu sasa huduma mnazozitoa pia mnazisikiliza. Na toka mwanzo nimekuwa nikisema kwamba kama sheria zilizopo zinasimama, hamna mtu anaweza kufanya biashara. Kikubwa zaidi ni kutanguliza utu. Hakuna mtu ambaye yuko perfect kwa sehemu zote, hatuwezi kumpata. Lakini kama tutafanya kazi namna hii ya kuangalia ubinadamu, biashara ni ngumu sana. Na nimekuwa nikiwasitiza siku zote kwamba sisi wafanya biashara hatukusomea biashara na hatujui chochote. Hakuna sheria inayotulimiti kwamba wewe ili ufungue biashara lazima uwe na sifa hizi kielimu. Hakuna hiyo sheria. Sisi tukipata hela ziwe za ulinzi, ziwe za kutafuta wenyewe, tutafungua biashara. Lakini polisi tunakuja kutafuta huko kweli. Kwa nini ufungue biashara? Polisi zinazozunguka biashara zako ziko 1, 2, 3. Sasa katika mazingira hayo unaweza kuona kazi kubwa ambayo mnaifanya. Kwamba mtu alijua akifanya biashara, yeye kufanya biashara, kupokea hela kutoka kwa mteja, basi hayo mambo mengine wakati mwingine mtu anakuwa hajui. Ili ajue lazima aje hapa. Niwasihi muendelee kuwapokea wafanya biashara
na muendelee kutoa elimu. Nasema muendelee kutoa elimu kwa sababu sisi wafanya biashara changes na migrations zinakuwa nyingi. Wapo wafanya biashara tunawapokea hapa, wanasema bana, kwetu tulikuwa tunafanya biashara hivi. Kwa hiyo akija unalazimika kuelimisha, na wengine wanawaleta tu hapa, naambia tuendeni ni wapeleke kule kwenye mkasikiliza. Kwa hiyo wanakuja nao hapa, wanasikiliza ule utaratibu, wakati mwingine wanakuta hata kule walikotoka utaratibu ni ule ule. Kwa hiyo elimu muendelee kutolewa, kwa sababu sisi tunafilisika, wanakuja wapya. Akija mtu anakuja naye hajui. Kwa hiyo kusema tulifundisha mwaka jana, walioingia mwaka huu hawatajua. Kwa hiyo nitaka tu niseme hayo, lakini zaidi ni kuwapongeza kwa kuondoa misukosuko mingi ya wafanyabiashara. Hongereni sana, kwa pamoja tunajenga taifa letu, sivyo? Tutalijenga kama tukienda. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.